Donald Trump, rais wa Marekani, hivi sasa anashambuliwa kwa ukosoaji baada ya ripoti kuibuka zikidai kuwa tabia yake ya kutoa kauli za mara kwa mara hadharani imevuruga mazungumzo ya siri na Iran. Kwa mujibu wa taarifa kutoka CNN, baadhi ya maafisa wa Marekani wamefichua kuwa pande hizo mbili zilikuwa karibu sana kufikia mwafaka Ijumaa iliyopita, lakini hali ilibadilika pale Trump alipoanza kutoa maelezo ya mazungumzo hayo kupitia mahojiano na mitandao ya kijamii. Katika maelezo yake, Trump alidai kuwa Iran tayari imeridhia matakwa yote makuu, ikiwamo kuachana na akiba yake yote ya uranium iliyorutubishwa. Upande wa Iran ulikataa madai hayo haraka sana, huku maafisa wa Marekani wakisisitiza kuwa mazungumzo yalikuwa kwenye hatua ya hatari na matamshi ya rais yameongeza tu hali ya kutoaminiana kutoka kwa Tehran. Hata hivyo, msemaji wa ikulu Karoline Leavitt alitetea serikali dhidi ya ripoti hizo, akieleza kuwa Marekani haijawahi kufikia hatua nzuri ya makubaliano na Iran kama sasa, akisema Trump ana mbinu za kipekee za majadiliano. Leavitt pia alishutumu wale wanaokosoa mbinu hizo kuwa hawana uelewa wa mikakati ya muda mrefu ya rais. Pia maafisa wameonyesha wasiwasi wao kuwa Trump anazidi kuzofisha mchakato huo kwa mazungumzo mno na vyombo vya habari pamoja na kurusha jumbe nyingi kila siku kwenye mitandao ya kijamii. Kulijitokeza pia mkanganyiko kuhusu nani hasa atawakilisha Marekani katika mazungumzo yanayofuata. Awali, Trump alieleza kuwa makamu wa rais JD Vance hatakwenda Pakistan kwa sababu za kiusalama, lakini baadaye ikulu ilirekebisha kauli hiyo na kusema Vance ndiye atakayeongoza ujumbe huo. Siku ya Jumatatu, Trump alidai kwenye mahojiano kuwa Vance ameshaondoka kuelekea Islamabad, wakati ukweli ni kwamba alikuwa bado yuko Washington na safari yake ilipangwa kwa Jumanne. Aidha, Trump aliongeza sintofahamu kwa kudai kuwa makubaliano na Iran yangefikiwa siku hiyo hiyo, ingawa mazungumzo yanatarajiwa kuanza Jumanne na Iran bado haijathibitisha kama itashiriki. Vilevile, akizungumza na Bloomberg, Trump alisema kuwa muda wa kusitisha mapigano wa wiki mbili utamalizika Jumatano usiku, jambo ambalo lilitofautiana na ratiba aliyotangaza awali kwa kusogeza mbele kwa siku moja. Mfululizo wa matukio hayo umezua hofu kubwa juu ya umakini na uthabiti wa mawasiliano yanayotoka Washington katika kipindi hiki muhimu cha kidiplomasia. Hii ni Dems Media, mimi ni Abdul Juma. Usisahau kusubscribe na kuwa nasi muda wote. Asante.